Naomba nimalize na kuongea ujumbe mmoja. Watu wengi mmekuwa mkinipigia simu kwa ajili ya mambo ya uchumi. Watu wengi mmekuwa mkinipigia simu mkitaka niwaombee kuhusu habari ya uchumi. Swala la kufunguliwa katika uchumi ni swala la kanuni, ingawa maombi pia huwa yanahusika. Ukitaka Mungu akufungue katika uchumi, uanze kushika fedha, lazima sehemu ya fedha yako ifanye kazi ya Mungu. Na ili ifanye kazi ya Mungu na ufunguliwe, ni wewe uingie nadhiri na Mungu kwamba Bwana, utakaponinua katika uchumi, Bwana, kuna kazi hii umeona, kazi hii ukinipa, nikiipata nitakuwa na kutolea labda sehemu ya 10 pamoja na ukombozi, sehemu ya 10 pamoja na ukombozi, asilimia kama 15. Kama ambacho unaomba kwenye uchumi ni cha kudumu, unatakiwa uweke nadhiri ya kudumu. Kama ni cha muda mfupi, basi uweke kwa muda mfupi. Kitabu kile cha Malaki kabisa amesema watu wapeleke zaka kamili katika ghala, alafu watu wamjaribu kwa njia hiyo, na Bwana anafungua milango na madirisha mbinguni. Kwa hiyo kufunguliwa katika uchumi ni kanuni, na ndio maana hata pia ukiangalia watu wa duniani ambao hata wamjui Mungu, kuna ishara wanazifanya. Na wengine hivyo katika fedha zao kuna sehemu wanachukua wanapeleka katika miungu yao, aidha ni kwenye utambikaji. Hata hapa Tanzania kuna ndugu mmoja, nisimwongee jina, ni tajiri mkubwa tu, alikuwa akifanya hivyo na yeye pia. Ilikuwa kabisa akipata fedha zake anakusanya walemavu karibia nchi nzima, alafu kwenye utajiri wake anatoa sehemu anapeleka kule. Yule mtu alikuwa hamjui Mungu vizuri kwa ajili ya miungu yake. Wewe mtu wa Mungu unatakiwa sasa ufanye zaidi. Kwa hiyo usitake nikuombee katika uchumi alafu wewe na Mungu hamjapatana. Hata nikuombeeje haiwezi kutokea, kwa sababu hauna nadhiri yako kwa Mungu. Ili Mungu aingie kwenye fedha zako, lazima kuna sehemu ya hela zako iende wapi? Kwa Mungu, ili kuna na muunganiko. Hata pia kwenye afya kabisa, unataka nikuombee Mungu akupe afya, alafu iweje sasa? Alafu iweje? Lazima mwili wako utumie kwa Mungu, kwamba pamoja ndio Bwana, hapa naumwa figo zinanisumbua, au na sukari, au na hiki na kile, mtumishi, naomba uniombee. Nitakwenda kuombea. Unaweza usipone. Kwa sababu gani? Hakuna nadhiri yako ya mwili wako kwa Mungu. Lakini omba hivi kwamba Bwana, ukininunua nikapona figo zangu hii sukari, katika maisha yangu nitakutumikia wewe, labda nitahubiri Injili, labda nitafanya kitu fulani, labda nitakuimbia wewe. Bwana, niponye ili nikuimbia wewe. Ni rahisi hapo kupona, sio tu mtumishi niombee nipone alafu nitaomba, haitakuwa. Kwa hiyo nimeona niseme hiki kwa sababu nimeona na simu nyingi sana napigiwa, watu wanataka niwafungue, niwaombe wafunguliwe. Hii ndio formula na wapeni. Ni rahisi sana. Weka nadhiri yako ya afya kwa Mungu, nadhiri yako ya uchumi kwa Mungu, nadhiri yako ya muda kwa Mungu. Kabisa wengine hata leo, okay. Mfano hapa Arusha, simeona leo, umeona hapa Arusha watu wakifunguliwa kuona kanisani, si ndio? Huyu mtu hawezi kupata mafanikio ya kudumu. Kile kipindi ambacho Mungu kamshia vizuri sana, atafunguliwa. Kiacha Mungu naye anamwacha. Naelewa vizuri Kwa hiyo sisi watu wa video, wale ambao mnanipigia simu, fanyeni haya, mtaona mtafanikiwa. Kama ni zaka unatakiwa utoe mahali sahihi, utoe zaka kamili mahali sahihi. Lakini pia matumizi yako ya fedha. Kweli nimekuombea umepata fedha, usiende hiyo hela kutumia vibaya. Unapata hela tena unahamia baa, unaanza uasherati, unamtesa mke wako au mume, unawatukana watu kisa una hela. Mungu anakunyima kabisa. Ni kweli zaka umetoa, si ndio? Lakini mbona bado hali mbaya ya uchumi? Kwa sababu gani? Umepata fedha.
Sasa badala ile fedha ambayo umepewa na Mungu labda kwa ajili ya upeleke toko shule, si ndio? Sasa umeacha tena utoe chakula hapo nyumbani kwenu, watu wale washibe wafurahi, utoi tena hela hapo ndani. Mungu anakufungia. Ni kweli zaka unatoa, lakini matumizi yako ya fedha ni mabaya, unafungiwa. Kwa hiyo cha kwanza, toa zaka kamili. Ya pili, mahali sahihi. Tatu, matumizi yako ya ya fedha. Naomba usimame niwalize. Haleluya. Simama tuahirishe mpaka siku ya kesho. Baba, asante kwa ajili ya watu hapa Arusha. Asante kwa ajili ya watu wa YouTube, kwa ajili ya watu wa audio, kwa ajili ya watu wa video. Bwana, utubariki, ukatuinue hata usiku wa leo. Bwana Yesu, ukaseme nasi na pia utupe kumbukumbu na kukumbuka kile ambacho Bwana utusemesha, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Haleluya. Amen.